Waziri wa zamani wa CCM Profesa Anna Tibaijuka sasa amemtaka Rais Samia Suluhu kumwachilia huru Tundu Antipas Lissu mara moja. Aliyekuwa waziri wa ardhi aandika barua kuelekea Ikulu ya Samia Dodoma. Katika barua hiyo ametoa wito mzito ikiwemo suala la mazungumzo na maridhiano, lakini kabla maridhiano, gereza la Ukonga limfungulia njia Tundu Lissu arudi nyumbani. Na ujumbe wa mwisho wa Profesa Anna Tibaijuka katika barua hiyo yake kwa Samia Ikulu Dodoma ni ujumbe ambao wengi hawakutarajia na utakushangaza. Lakini kabla tuendelee na taarifa hizi, nataka uniambie wewe mtazamaji, je, unataka Tundu Lissu achiliwe huru? Na je, unaunga mkono Tundu Lissu aweze kuondolewa gerezani Ukonga? Waziri wa zamani wa serikali ya CCM amemtaka Rais Samia Suluhu Hassan hadharani na kwa kumtaja jina amwachilie huru Tundu Lissu mara moja, na hoja aliyoitumia inatokana moja kwa moja na falsafa ya kisiasa ya Rais Samia mwenyewe. Profesa Anna Tibaijuka, waziri wa zamani wa ardhi, nyumba na maendeleo na makazi na mbunge wa zamani, alitoa ushauri wake kupitia mtandao wa kijamii wa X leo tarehe 14 Julai mwaka 2026. Anna Tibaijuka si kiongozi wa Chadema, si mwanaharakati wa upinzani, si sauti kutoka kwa Watanzania waishio nje ya nchi inayozungumzia mambo hayo akiwa salama mbali na nchi. Yeye ni kiongozi aliye na ujasiri, kiongozi mwandamizi wa zamani wa serikali hii ya CCM aliyetumikia taifa katika ngazi za juu kabisa, ikiwemo kama mkurugenzi mtendaji wa UN Habitat, na anamwambia rais aliyeko madarakani kwa lugha ya wazi bila woga kwamba Tundu Lissu anapaswa kuachiwa huru mara moja na hafai kuwa Ukonga hadi sasa. Hoja yake Anna Tibaijuka haianzi na masuala ya kisheria au shinikizo la kimataifa. Inaanza na maneno ya Rais Samia mwenyewe. Profesa Anna Tibaijuka alirejelea dhana iliyotolewa na Samia Suluhu ya 4Rs, dhana ya maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya, falsafa ambayo Rais Samia mwenyewe aliitangaza alipoingia madarakani mwaka 2021 kama msingi wa utawala wake. Ujumbe wa Tibaijuka ukifupishwa katika kiini chake ni huu: rais aliyetangaza maridhiano kama kanuni yake ya uongozi wakati akiingia uongozini mwaka 2021, sasa anasimamia hali ambayo ni kinyume kabisa na maridhiano, na njia ya kurejea kwenye kanuni hiyo inapitia katika kumwachilia huru Tundu Lissu kutoka gerezani mwanzo. Alielezea ushauri wake kuwa wa dhati na endelevu, si tamko la kisiasa la mara moja tu, bali ni msimamo dhabiti ambao amekuwa nao na anaendelea kuwa nao hadi sasa. Profesa Anna Tibaijuka alisema kesi dhidi ya Tundu Lissu haijakamilika. Alisema taarifa za kesi hiyo katika vyombo vya habari vya kimataifa zinazua hisia kali miongoni mwa Watanzania, hasa vijana, na alizungumzia jambo lenye uzito wa kihistoria kwa Tanzania, kwamba baadhi ya Watanzania wenye umri mkubwa wanapoona matukio hayo yakijiri wanakumbushwa Operesheni Sogeza, kampeni ya kuhamishia watu vijijini iliyofanyika kati ya mwaka 1974 na mwaka 1976, kipindi cha uhamishaji wa lazima na matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali yaliyoacha alama isiyofutika katika kumbukumbu ya pamoja ya Watanzania. Ulinganisho huo uliotolewa na waziri wa zamani Anna Tibaijuka badala ya mwanasiasa wa upinzani wa kawaida si jambo la kawaida au la kupita tu, ni urejeleaji wa makusudi wa kipindi ambacho Tanzania imetumia miongo kadhaa kujaribu kukivuka na kusonga mbele. Profesa Tibaijuka pia anaongezea na kuzungumzia moja kwa moja taswira ya Tanzania kimataifa, akionya kwamba ripoti zinazosambazwa katika majukwaa mbalimbali ya vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu kesi ya Tundu Lissu zinaathiri hadhi ya Tanzania duniani na maslahi ya kitaifa. Onyo hilo la Tibaijuka linatokana na ukweli unaoonekana hadharani. Jumuiya ya Madola hivi majuzi imetoa tarehe ya mwisho ya siku 30. Bunge la Ulaya pia lilipiga kura 81 dhidi ya mgao wa misaada wa Tanzania. Muswada wa Seneti ya Marekani unaounga mkono pande mbili unataka mapitio kamili ya uhusiano wa pande mbili. Maneno yake ya kumalizia Anna Tibaijuka yalileta hoja hiyo katika eneo la kiroho na kibinadamu linalopita mjadala wa kisiasa. Alitoa wito wa maridhiano kupitia uwajibikaji na kuheshimiana kwa utu
wa binadamu. Alirejelea muujiza wa risasi 16 kushindwa kumaliza maisha kunusurika kwa Tundu Lissu katika jaribio la mauaji la mwaka 2017 huko Dodoma, na akauita kama ishara inayostahili kutafakari na unyenyekevu badala ya mapambano zaidi. Alitoa wito kwa Watanzania wa imani zote kuombea taifa hili, na alimalizia kwa wito wa toba na maombi, si kama udhaifu bali kama msingi wa aina tofauti ya nguvu. Sasa tujadili sauti hasa ya Profesa Tibaijuka katika muktadha kamili wa nani hasa amemzungumza kuhusu swala hili, kwa sababu mkusanyiko ni muhimu. Ilianza na mashirika ya haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani. Ilikuwa ikijumuisha kundi la kazi la Umoja wa Mataifa, bunge la Ulaya na seneti ya Marekani. Jumuiya ya Madola pia iliongeza uzito wake wa kitaasisi kwa tarehe ya mwisho rasmi. Vilevile mwenyekiti wa ACT Wazalendo mwenyewe alipinga hadharani mwenendo wa Waziri Katambi siku chache tu baada ya kusaini tamko la maridhiano na CCM. Na sasa waziri wa zamani wa baraza la mawaziri, mtu aliyehudumu ndani ya miundo ile ile ya serikali ya CCM ambayo kwa sasa inamshikilia na kumfunga Tundu Lissu, anatumia mfumo wa kifalsafa wa rais kutetea kuachiliwa kwake kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, jambo ambalo si jambo la kawaida. Msimamo wa serikali umebaki thabiti katika kipindi chote. Taasisi za kisheria za Tanzania zinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria za kitaifa. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kesi huamuliwa na mamlaka husika ya mahakama. Msimamo huu unachukulia kila wito wa kuachiliwa kwa Tundu Lissu kama jaribio la kuingilia mchakato huru wa mahakama, na unakataa kuingiliwa huko kwa msingi wa uhuru. Lakini Profesa Anna Tibaijuka amepata njia ya kuzunguka hoja hiyo, na inafaa kuchunguzwa kwa makini. Kwa kusisitiza ushauri wake Tibaijuka katika mfumo wa 4Rs ambao Rais Samia mwenyewe aliunda mwaka 2021, hamuombi Rais Samia kuingilia mahakama. Anamuomba rais atumie hekima ya kisiasa na falsafa ya kibinafsi aliyotangaza kama msingi wa uongozi wake alipoingia madarakani. Hoja hiyo si ya kisheria, ni ya kimaadili na kisiasa. Inasema, ulituambia ulitaka kuwa nani ulipoingia madarakani, kwa nini sasa ubadilike kuwa mtu huyo sasa? Ikiwa Rais Samia anasikia hoja hiyo tofauti na mwenzake wa zamani kuliko alivyoisikia kutoka kwa watu wa upinzani na taasisi za kimataifa, bado haijulikani. Lakini jambo lisiloweza kupingika ni kwamba kundi la watu wanaotaka Lissu achwe huru sasa limezidi kuwa kubwa na pana, lenye watu wa aina mbalimbali na wenye hadhi ya juu kiasi kwamba inazidi kuwa vigumu kwa serikali kuendelea na msimamo wake wa kawaida wa kuzitupilia mbali wito hizo kwa madai kuwa ni uingiliaji wa kisiasa wa mahakama au uingiliaji wa kigeni. Kadiri sauti mpya zinavyozidi kuungana na kundi hilo la kumtetea Tundu Lissu, Tundu Lissu anakaribia kuwa huru. Tundu Lissu lakini sasa bado anashikiliwa katika gereza la Ukonga. Mtazamaji, swali linabaki, je, Samia Suluhu atakubali ama ataunga mkono wito huu wa waziri wa zamani wa ardhi Anna Tibaijuka na kuweza kumwachilia huru Tundu Lissu hatimaye, au je ataendelea kudai kwamba mahakama za Tanzania hazipaswi kuingiliwa na mtu yoyote? Mtazamaji, nikikamilisha habari hizi na kuomba like video hii, subscribe na ubonyeze alama kengele ili kila siku uwe wa kwanza kupokea habari au taarifa zetu. Vilevile mtazamaji, nijuze mtazamo au maoni yako. Ni muhimu sana tujue maoni yako upande wa comment. Je, una lipi la kusema ama unafikiria nini kuhusiana na wito huu wa Anna Tibaijuka kwa Samia Suluhu?